umetoa zaidi ya bilioni 54, fedha ambazo walikuwa wakizidai tangu mwaka 1992. Umetoa fedha za aina hiyo Liganga, umetoa fedha za aina hiyo kule Ngaruka, umetoa fedha za aina hiyo kule Nyantwari na maeneo mengine ambako Watanzania walitoa maeneo yao wakabaki wanadai serikali iweze kuwalipa fedha zao. Na umeelekeza kila mwaka fedha ziendelee kutengwa ili kuweza kulipa fidia maeneo ambayo Watanzania wamepisha miradi ya maendeleo. Huo ni uzalendo, huo ni utenda haki, huko ni kusimamia haki za Watanzania ambao wanajitoa kwa ajili ya taifa lao. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio hilo tu. Kuna Watanzania waliowahi kutumikia nchi yetu, walikuwa wanadai madeni ya tangu mwaka 1992, umetoa zaidi ya trilioni 2.1 kuweza kuwalipa wazee wetu hao ambao walishatumikia nchi yetu. Sio hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watoa huduma mbalimbali ambao walikwisha kutoa huduma. Wengine walilisha sekondari, wengine walilisha magereza, wengine walilisha maeneo mbalimbali. Wengine walitoa huduma maeneo mbalimbali kwenye wilaya zetu. Umetumia zaidi ya trilioni 4, wastani wa trilioni 1 kwa mwaka kuhakikisha kwamba Watanzania ambao haki yao iko serikalini wanaipata haki yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulielekeza kwa ushujaa, kwa kauli ambayo haijawahi kutolewa na kiongozi yeyote Afrika, kwamba hata mamlaka ya mapato pale ambapo wamekusanya kodi kuzidi kiasi kilichotakiwa kukusanywa, wawarudishie wale watu haki yao. Huo ni uungwana uliopitiliza ambao umeuonesha. Na sio hilo tu, umelipa madeni ya watumishi wa umma, umepandisha madaraja ambayo walikuwa wanastahili wapande wakawa wamecheleweshwa, umetoa ajira mpya, na haya Mheshimiwa Mwenyekiti umeyafanya bila kusitisha shughuli zingine za maendeleo ikiwepo miradi mikubwa ya kimkakati. Huo ni ushujaa na heshima ambayo umeitendea nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dar es Salaam ni jiji la biashara. Kuna wakati hapa Dar es Salaam gharama za maisha za wana Dar es Salaam zilikuwa kubwa sana kwa sababu ya kukosekana kwa umeme, kwa sababu ya katika umeme. Ukakamilisha haraka bwawa la Mwalimu Nyerere, tena kwa kusema tufunge mikanda. Bwawa likakamilika, bwawa lililogharimu zaidi ya trilioni 6.5 kwa fedha za ndani, na lilipokamilika umeipeleka nchi kwenye historia ya kuwa na umeme wa ziada zaidi ya megawati 2000. Afrika na hapa Afrika Mashariki hakuna nchi moja ambayo ina ziada ya umeme kama ambavyo umefanya kwa kipindi kifupi. Lakini si hilo tu, wana Dar es Salaam hawa ili waweze kufanya shughuli zao, ili waweze kuendesha maisha yao, walikuwa wanaingia gharama ya kila moja kununua generator, walikuwa wanaingia gharama ya kila moja kununua mafuta ili aendeshe generator ili hali tu shughuli yake iendelee. Wewe ulipomaliza bwawa la Mwalimu Nyerere ukajenga mradi wa kuimarisha gridi imara, mradi ambao umesababisha tusahau adha ya umeme kukatika, jambo ambalo ilikuwa kila umeme ukikatika unaporudi wa Tanzania tunashangilia kama goli limefungwa. Umeongeza uwezo wa gridi, kwa gridi inayoenda Ubungo kwenda Chalinze, gridi inayokwenda Ubungo kwenda Makumbusho, Ubungo Gongo la Mboto Mbagala. Umeongeza transformer kwa upande wa gridi iliyokuwa inakuja Mbagala, gridi iliyokuwa inaenda Makumbusho pamoja na ile ya Ubungo. Leo hii Watanzania wanafanya shughuli zao wakiwa wametulia, wakiwa na uhakika wa kupata nishati hiyo ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza mwaka jana wakati wa serikali za mitaa tumeendesha uchaguzi kwa fedha zetu za ndani, jambo ambalo limeipa heshima nchi yetu na kujitegemea ambako Mwalimu Nyerere alikuwa anategemea kujenga taifa linalojitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, itoshe kusema kwamba umeweza kuchapa kazi, na haya mambo yote tunayoyasema yalikuwepo na Watanzania walikuwa wanayaona, na maneno yetu yanaweza yasikike kama vitendo ambavyo wao wenyewe wanaviona. Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania hawa walikuwa wanahangaika mpaka madawati, mpaka madarasa. Wewe ulipoingia tu madarakani
Umejenga shule ya zaidi ya 2,700 katika kipindi cha miaka 4. Umejenga shule za msingi zaidi ya 2,700. Umejenga shule za sekondari zaidi ya 1,300. Umejenga zahanati mpya kwa ajili ya kulinda afya za Watanzania hawa zaidi ya 2,800. Umejenga vituo vya afya zaidi ya 600. Umejenga hospitali mpya zaidi ya 119. Hii inakutambulisha wewe ni kiongozi wa aina gani, kiongozi anayejali utu, kiongozi anayejali maslahi ya Watanzania. Ndio maana Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na washangaa wale waliokuwa wanaandika kwamba kana kwamba eti tumeanza uchaguzi ndipo tukaishiwa fedha. Na mimi niwaambie Watanzania, mchakato wa kuchapisha fedha haufanywi na nchi kama kuchapisha mitihani ya shule ya msingi, mitihani ya test ya shule ya msingi. Kuchapisha fedha duniani ni zoezi ambalo linaheshimika dunia nzima, na mpaka sasa linafanywa na viwanda ambavyo vinaheshimika kwenye mataifa makubwa. Na ili uchapishe fedha na uweze kupokea fedha, inakuhitaji si chini ya miaka 2 kutengeneza tu zoezi hilo na hatua zake zinazotakiwa. Hili si zoezi ambalo unaweza ukaamka tu leo ukasema niongezeni fedha hii hapa nina jambo hili. Haipo hiyo. Ni utaratibu mrefu na una heshima na unasimamiwa na taasisi za fedha za dunia nzima. Na sio hilo tu. Nchi ambayo huwa inaweza kuchapisha fedha ni nchi ambayo iko kwenye vita. Tanzania mara ya mwisho ilichapisha fedha ni vita vya Idi Amin, kwamba vijana wako mstari wa mbele kule, biashara hazifanyiki, shughuli za uzalishaji hazifanyiki, kodi hazikusanywi, ndio unasema sasa tunatakiwa tupate fedha ya nyongeza. Lakini kwa nchi ambayo inakusanya trilioni 3 kwa mwezi, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeandika historia hiyo, kutoka trilioni 1.3 mpaka trilioni 3 kwa mwezi. Ni nchi ambayo ina akiba ya zaidi ya trilioni 16. Unachapisha fedha ili fanye nini? Una akiba ya zaidi ya trilioni 16. Na leo hii tunavyoongea, fedha ya kujenga reli mpaka Mwanza ipo, inasubiri wakandarasi na spidi yake atengeneze certificate, alete, alipwe. Tuna akiba ya fedha ya kwenda mpaka Kigoma. Tunasaidia mpaka na maeneo mengine wakipata dharura. Umeipeleka nchi kutoka nchi yenye makusanyo duni isiyoweza kujitegemea mpaka kwenda kwenye nchi inayojitegemea. Na haya yanatafasiriwa na shughuli ulizozifanya, lakini na maeneo mengine ambako umeendelea kupeleka fedha. Unapeleka fedha zaidi ya bilioni 35 kila mwezi kwa ajili ya elimu bila ada. Unapeleka fedha, Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa Uviko 19 kuna nchi zingine majirani hapa walikuwa wanavusha mpaka miezi 3 hawajalipa watumishi wa umma. Na mimi nakumbuka miaka kadhaa Tanzania, miaka 10-15 iliyopita, nikiwa naibu waziri wa fedha, kuna wakati tulikuwa tunaenda kuazima fedha mahali ili tuweze kulipa mishahara. Katika uongozi wako haujawahi kuchelewesha hata siku moja inapofika watumishi wa umma wanapotakiwa kulipwa. Hivyo na taasisi zingine ambazo wanahitaji kupata fedha kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mungu akubariki sana. Kazi umeiweza na Watanzania wanaona, na Watanzania ni mashahidi. Na sisi tarehe 29 tunaenda kupiga kura huku tukiwa na shamra. Tunaenda kupiga kura huku tukiwa hatubahatishi kuhusu kiongozi tunayemchagua. Mungu akubariki sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Wanatemeke oye!